Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi hamdan kathira tayyiban mubarakan fihi, summa salatu wassalam ala ashraf anbiyai wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan illa yawmiddin. Amma ba'da, wapenzi wafuatiliaji wa channel ya kwetu Kilele cha Hikma, wanaoendeshwa na kuongozwa na mimi Alhabibi Yahya kutokea hapa Dar es Salaam, Tanzania. Ilikuja maswali kuhusiana na swala la ndoto, njozi. Kwa nini watu wanakuwa wanazisahau ndoto zao au miongozo haiji? Pana mtu mwingine anakaa miezi 2-3 na hajapata njozi yoyote, hajaota chochote. Sasa kwa mfumo kama huo, wanategemea mtu kama huyu, tunaweza tukaanza kumlaumu kwamba afuati mambo ya kiroho, lakini atayafuataje na mambo hayajui alichoambiwa? Nikasema nilete asbabu 10 zenye kusababisha kwa nini mtu anakuwa apati miongozo ya kiroho. Kwa nini? Pasi na kupoteza time, nianze kutaja sababu ya kwanza. Ghubali la nafsi ndio sababu ya kwanza, ambayo siku zote nafsi inakuwa inazama katika anasa au maangaiko ya kidunia, inakuwa imefunikwa na vumbi ambalo huzuia njozi za kirohani ziweze kupenya kwenye akili yake ya ufahamu. Kwa hiyo njozi anakuwa anaziota, lakini zimeshindwa kupenya kwenye ufahamu, kwa sababu ndoto ni ulimwengu wa kiroho. Ili uzikumbuke lazima zije kwenye akili. Ni sawa sana wewe, hakuna mtu ambaye akunyonyeshwa. Mama yako akisema siku leo uzaliwa tu nilikunyonyesha, unakubali, lakini nani anayekumbuka kama kweli alinyonyeshwa au alinyimwa? Nani anakumbuka kama alinyonyeshwa maji ya kupewa maziwa? Kwa nini? Ni kitu cha kiroho kimetokea, lakini bado akijanata kwenye akili kuthibitisha ni kweli au urongo. Kwa hiyo inawezekana ukawa unazipata ndoto, lakini ikawa zinashindwa kupenya kwenye akili ili kuja kukupa taarifa ukiamka ujue jana, na kinachokumbuka ni akili. Jana niliota ndoto inasema 1 2 3. Kwa hiyo siku zote nafsi inakuwa imeshughulishwa na mengi ya dunia, maana yake yale ya kiroho yanakuwa yaje katika akili. Sababu ya pili, kukatika kwa silaha ya nuru. Njozi za kirohani siku zote hutoka katika chemichemi ya kiroho au ya kiungu. Ikiwa mtu atapungukiwa na adabu au atapunguza adabu za siri katika ulimwengu wa kirohani, kama vile kuacha kufuata utaratibu, ajui rohani wake anataka hichi au anakataa hichi, akaata kuvifanya, akawa anaishi ili ndani kuishi, basi asitarajie kwamba atakuja kupata ndoto ana nyiradi, ana adhkari, kwa sababu anakuwa ameukata ule uzi unaomuunganisha yeye na mambo ya kiroho. Kwa hiyo siku zote ulimwengu wake unakuwa ni ulimwengu ambao hauamki. Yaani mtu ambaye anaishi hata ajijui, ajifahamu, anaishi, anakula, analala, anaamka, aweze akapata miongozo mtu kama huyu sababu yajifahamu. Lakini kitu kingine, uchovu wa chombo cha kiroho. Mwili ni chombo cha kiroho. Huu mwili ni chombo cha kiroho ambao siku zote unapokuwa unaubebesha mwili mzigo wa chakula kingi, unakuwa wewe uchagui vyakula. Unakula mavyakula tu, ukiokota kuku imekufa huko unakula, mamishkaki umekuta unaokota unakula, au una vyakula vya kiroho, au una zafalani kutumia, au una kutumia sharubati, au una kutumia tende hata siku moja, au una kutumia halwa, au una kutumia lozi wota, wewe ni kanyaga twende, maadamu si sumu unakula. Kwa hiyo moyo au roho ukosa utulivu baada ya safari yake ya usiku. Maana yake safari yake ya usiku, na hivyo upoteza ujumbe ambao umekusanywa, kwa sababu unakuta yale mambo ya kiroho yapo kupambana na vyakula uliokula, yapo kupambana na maovu ya kipumbavu unayowaza mawazo, hivyo mpaka kuja kuchukua wakati wa kubebesha kwamba umeota hichi, maelekezo haya na haya, kumekuwa asubuhi. Sababu ya 4, hujuma za kishetani. Maadui wa kiroho hujaribu kukupuuzisha ndoto.
na ujaribu kufunga panzia la usahaulifu. Yaani unajikuta wewe kufungua panzia la usahaulifu, unajikuta wewe unaota lakini unakumbuka nusu nusu, na unakumbuka jana niliota, lakini uliota nini hujui, lakini unakumbuka uliota. Kwa hiyo juu ya moyo ambao mtu anakuwa anaamua kuishi kirohani, anasoma dua na vitu vingine kama hivyo, unakuwa ni moyo ambao umezunduka. Ibilisi hawezi kuutezea, hawezi kuuchezea akakusaulisha mambo yako, na lengo lao kubwa ni kuzuia miongozo au onyo unalopewa au maamrisho unayoamrishwa uyafanye ili akuletee tija. Wao wanazuia, unajikuta unaishi pale pale. Lakini sababu ya 5, uhaba wa himma. Ikiwa mtu halali kwa nia ya kutaka muongozo, atapataje muongozo? Yaani mtu anajitupia tu, analala, ajui kwamba labda nilale nitarajie kupata muongozo fulani, bali yeye analala kwa kujitupia tu. Hauwezi ukapata muongozo, unalala kama gunia tu, kwamba ulale wewe unania kwamba kuna jambo fulani linanitatiza, natarajia leo nipate muongozo, basi muongozo utakuja. Kwa hiyo bali mtu analala tu kama mazoea ya kibiolojia kwamba mtu lazima alale apumzike, akati viumbe wale malaika wa Mungu na marohani aweki chapa ya kudumu kwenye moyo wake, kama chapa za kifalme, njozi za zawadi. Kwa hiyo nakuwa njozi zake ni za kimazoea tu, kwamba za kimazoea. Lakini sababu ya 6, kuingiliana kwa mawimbi. Mtu anayelala huku akili yake ikiwa bado imeshikilia mambo ya biashara, migogoro, hasira, kelele za ndani. Yaani analala, na mwingine analala na phone masikioni, muziki, anasikiliza muziki. Yaani halali mpaka asikilize muziki. Usitarajie utapata ndoto, usitarajie utapata njozi za maana kama unaishi katika mfumo kama huu. Usitarajie kama utapata njozi za maana. Lakini pia sababu ya 7, kutokuwa na chombo cha kuhifadhia. Moyo uliojaa kinyongo, husuda, ria, kujionyesha, wivu, unakuwa ni kama chombo kilichotoboka. Njozi za maana za kirohani zilizonyooka zinaingia kama maji safi, lakini zinamwajika kabla ya asubuhi, kwa sababu chombo hakina utulivu wa kiroho. Mtu ambaye yuko safi kirohani hawezi akamtukana mtu, hata awe kamdhulumu. Hawezi kukuta mtu anamtukana mtu mtandaoni. Mtu ambaye yuko mtu wa kiroho huwezi kumpata anamwapiza mtu kwamba yule alaaniwe. Huwezi kumkuta na mlaani mtu. Yeye anasema alhamdulillah, akikosewa alhamdulillah, na akikosa anataka msamaha. Chombo ambacho kimekalia mambo ya husda, wevu na visasi akiwezi kupata njozi za kirohani. Lakini uasi wa milango ya fahamu, kuangalia mambo ya sofa, unaangalia picha za ngono kupitia macho, kusikiliza maneno ya kipuuzi, miziki, mabiti. Yaani ni ngumu kuacha, lakini wewe hivi mtu anaweza kawa anasikiliza muziki, yani tu, yani hivi tu, yani nini maana anasema anapata vibe. Unaua mambo ya kiroho, rohani anakukimbia. Yani unaua mfumo wako wa kiroho kusikiliza mambo yasiyofaa. Lakini pia upelekea kwamba kuchafua skrini ya moyo. Hii upelekea njozi za kweli na njozi za kufunuliwa za wahai kufutika na kubaki ndoto za mseto. Ndoto za mseto, yani ndoto ambazo zimechanganyika, hata hujui. Umeota unaingia msikitini, ghafla juu umetokea ba, yani ndio hazieleweki. Juu mara wewe umeshika mwanamke, mara shabadilika amekuwa mwanaume, hazitafsiriki. Kifupi, hazitafsiriki. Namba 9, kukosekana kwa adabu za mapokezi. Kuzinduka kwa mshtuko au kuanza kusema maneno ya kidunia mara tu baada ya kufumbua macho. Yaani umefumbuka tu macho ushaanza ufungua bando kusikiliza muziki tayari, au kusimulia. Ndoto ukianza kuzisimulia zinakata, unakuwa uzioti. Na sababu ya mwisho, hekima ya siri ya Muumba. Wakati mwingine Mungu mwenyewe huifuta njozi kwa makusudi kwa mtu, kwa mja wake, kwa sababu wakati wa kufichuka siri yake bado hujafika. Hii inamfanya mja aendelee kuwa na unyenyekevu na kuendelea kufanya subira juu ya Mola wake. Kwa hiyo pia tusilalamike. Haya yote yanawezekanika. Yaani haya yote yanawezekanika akatokea wewe ndoto usizipate na njozi. Kwa hiyo kikubwa kuwa na subira na Mwenyezi Mungu atatujalia. Lakini mtuombee dua kama mimi niombee dua, nina matatizo